Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu katika masomo ya kesha la asubuhi lenye kichwa Mwinue Yesu juu. Hivyo hapo ulipo, kaa usibanduke, ni kusihi tu makinika nasi hadi tamati. Piga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti, imba sana. Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena. Nam, ikiwa ni Mei 6, sheria kwa ajili ya furaha ya mwanadamu. Maagizo ya Bwana ni ya adili, hufurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, huyatia macho nuru. Zaburi 19 mstari wa 8. Baba, tunajikabidhi mikononi mwako asubuhi ya leo. Tunapoanza somo hili zuri la siku ya leo, tunaomba Roho yako Mtakatifu akatuongoze kuyaelewa na kuyaishi sawa na mapenzi yako. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Hapo mwanzo, Mungu alitoa sheria yake kwa wanadamu kama njia ya kupata furaha na uzima wa milele. Tumaini pekee la shetani ni kuzuia kusudi la Mungu na kuwaongoza wanaume na wanawake kutokutii sheria hii, na juhudi yake ya kudumu imekuwa ni kupotosha mafundisho yake na kudunisha umuhimu wake. Pigo lake kuu limekuwa ni jaribio la kubadilisha sheria yenyewe ili kuwaongoza watu kukiuka maagizo yake wakati wakidai kuyatii. Mwandishi mmoja amefananisha jaribio la kubadilisha sheria ya Mungu na tendo baya la kale la kugeuza kibao cha barabara kilichowekwa kwenye makutano muhimu, ambapo barabara mbili zilikutana kuelekea katika njia isiyo sahihi. Mkanganyiko na shida ambayo matendo haya mara nyingi yalisababisha yalikuwa makubwa. Kibao cha barabarani kiliwekwa na Mungu kwa ajili ya wale wanaosafiri kupita katika ulimwengu huu. Mkono mmoja wa kibao hiki ulionyesha utii wa hiari kwa Muumba kuwa kama njia ya furaha kuu na uzima, wakati mkono mwingine ulielekeza kutokutii kuwa njia ya mateso na kifo. Njia ya furaha ilielezwa kwa wazi kabisa, kama ilivyokuwa njia ya kuelekea katika mji wa makimbilio chini ya kipindi cha Wayahudi. Lakini katika saa mbaya kwa jamii yetu, adui mkubwa wa kila wema aligeuza ishara na watu wengi wamekosea njia. Kupitia kwa Musa, Bwana aliwaagiza Waisraeli, hakika mtazishika sabato zangu kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Basi mtaishika hiyo sabato kwa kuwa ni takatifu kwenu. Kila mtu atakayeitia unajisi, hakika yake atauawa. Kwa kuwa kila mtu afanyaye kazi katika siku hiyo, nafsi hiyo itakatiliwa mbali na watu wake. Kwa ajili ya hayo, wana wa Israeli wataishika sabato, kuiangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyao vyote. Ni agano la milele, ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Kwani kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi, akastarehe kwa siku ya 7 na kupumzika. Kutoka 31 mstari wa 13 hadi 17. Katika maneno haya Bwana aliuelezea wazi kabisa utii kwa njia ya kuelekea katika mji wa Mungu. Lakini mtu wa dhambi amebadilisha alama na kuifanya ielekeze mwelekeo usio sahihi. Yeye ameweka sabato ya uongo na amewasababisha wanaume na wanawake kufikiri kwamba kwa kupumzika katika siku hiyo walikuwa wanatii amri ya Muumbaji. Mungu amenena kwa uthabiti kuwa siku ya 7 ni sabato ya Bwana. Wakati mbingu na nchi zikamalizika, aliitukuza siku hii kama ukumbusho wa kazi yake ya uumbaji. Akipumzika katika siku ya 7, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya.
Mungu akaibarikia siku ya 7 akaitakasa. Mwanzo 2 mstari wa 1 hadi wa 3. Utasoma Manabii na Wafalme toleo jipya ukurasa wa 151 hadi 153. Huu ni mwisho wa somo letu la Mei 6, sheria kwa ajili ya furaha ya mwanadamu. Tufumbe macho tupate kuomba. Asante Baba kwa somo hili zuri, tunajikabidhi kwako. Tunaomba baraka zako ziwe pamoja nasi na Roho Mtakatifu akituongoza vyema kuyaishi na kuenenda sawasawa na mapenzi yako haya tunayojifunza siku kwa siku. Sifa na shukrani zikapate kukurudia. Ni haya machache kupitia jina lako Yesu Kristo, amen. Barikiwa nami mwaka 2025 katika masomo haya. Anakuja, Yesu yu